Tuondoke. Eh? Mambo kwanza. Poa. Kama kaa. Kama kaa. Upoji switch, sio kama changamka hapa sasa hivi. Hamna. Vipi lakini? Fresh. Bwana ndugu mtazamaji, sitapiga intro kwanza. Leo tulikuwa kwenye dance class ya Singeli na Angel Niego International Dancer ndio alikuwa anashirikia mchango mzima. Amen. 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 Bwana ongea, unafanya kazi nzuri. Asante sana. Mwitikio sio kama uonaje siku ya leo? Wewe mwenyewe si ulikuwepo toka mwanzo, toka tunaanza. Wewe umeonaje? Ngozi nyeupe zilikuwepo. Yeah, ni kawaida. Kwenye class ya Angel Niego ni kitu cha kawaida sana. Manga sana international. Exactly. Labda lengo la kufanya hichi kitu ambacho nakifanya Angel hasa. Unaweza labda umezungumza mara kwa mara, lakini this time around tumeweka kiingilio bure kabisa. Ni kitu gani ambacho nakitarget kwa upande wako? Kitu ambacho nakitarget ni unajua Singeli haifundishiki sana Tanzania. Watu wengi tumefocus na kufundisha mapiano, maafro, manini, lakini Singeli kwa mimi mwenyewe sijawahi kufanya class ya Singeli muda sana, maybe miaka 3-4 iliyopita ndio nishaifanya. Lakini kwa kipindi hichi nilikuwa sijawahi kufanya. Kwa hiyo since kwa nini naenda kufundisha nje nisianze hapa nyumbani. So nikaona okay, since nimefundisha Uganda, kwa nini nisirudishe hichi kitu nyumbani? Na wakati mwingine watu kuwafikia ujumbe kiurahisi, najua dancers sometimes kupata hela ni changamoto. Lakini niliona ili uwafikie ujumbe watu wengi zaidi, ngoja nifanye ya kwanza bure. And then zinazofuata nitafanya. Hii ni kawaida yangu. Sometimes kila mwisho wa mwaka au mwanzoni mwa mwaka huwa nafanya klasi ya bure, ama sometimes nikilipwa na msanii nafanya klasi ya bure kidogo, tunashare hivyo ya. Vipi lakini kuhusiana na wasanii wa Singeli wenyewe, wanakuunga mkono au wadau wa Singeli husika kabisa wanakuunga mkono katika hiki kitu ambacho nakifanya? Yeah, kuna siku nilikuwepo kwenye live, I think Dula Makabila alijoin akasema mwanangu na vitu fanye, wanaunga mkono. Alafu pia nilipotoa hii beat mpya nimeona mtu kama Meja Kunta amesupport, ameweka, ameshare kwenye Insta story yake. So I feel like wana appreciate. So mimi natamani nifanye more collabs pia na wasanii wa Singeli. Yeah. Kitu gani ambacho kinakuvutia hasa katika muziki wa Singeli kwa upande wako? Kwa sababu nilikuwa naona hata wakati tunawaambia vijana wacheze, ukaniambia sitaki steps za mapiano, nataka Singeli. Kitu gani ambacho kinakuvutia katika muziki wa Singeli? Kwanza kinachonivutia ni kitu ambacho ni identity yetu, inatutambulisha sisi kama Watanzania. Ukienda nje huko uwezo ukacheza mapiano, ukisema mimi ni Mtanzania nacheza mapiano, kwa sababu utakutana na mtu wa mapiano mwenye mapiano yake, hata kukalisha chini uumbuke. So cha kwanza ni ile kujiamini kwamba hichi ni cha kwetu. Pengine ninaweza nikawa sio Mzaramo, lakini hichi ni cha Tanzania, whether you like it or not. So hicho ndio cha kwanza kinachonivuta sana kwenye Singeli. And since kitu kama ndombolo ama piano, Afro dance, zote hizo zina spaces, wanapata opportunity kwenda kwenye makamp makubwa duniani, mastage makubwa, lakini Singeli haipati hizo fursa za kwenda kufundisha mara kwa mara. It's either tujipeleke wenyewe kama unavyoona. So tunaendelea kupush ili mradi sasa East Africa na Tanzania kwa ujumla tuanze kupata hizo opportunity. Na hili kuwafungua pia dancers wengine. Jamani, fanyeni vya kwenu, vya wenzetu hivi havitupeleki international. Hapo ukisema kwamba kuzungumzia dancers wengine, unajua sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la wachambuzi na masaa machache kadhaa, sijui kama ukutana na ile andiko, kuna mchambuzi mmoja alisema kwamba inamuumiza kuona kwamba hamna mastaa wengine wa dancers ambao wanakuja. Generation ya nyuma wametoka kina Mzee Yobo, Angel Niego upo, kina Ashurei, lakini hatuoni dancers wengine wapya star, ma icon. Unaungana na hii kauli? Ni kweli? Sijaiona hiyo video, inabidi uforward kwanza. Lakini naweza nikaungana nao. I think mimi kuna baadhi ya dancers pia nilikuwa nawaambia. Nasema unajua miaka 5 iliyopita 4 kuna talent mimi mwenyewe zilikuwa zikija unashtuka, unaanza kudadeki. Kuna mtu mmoja huko anakoleza moto, lazima wewe mwenyewe ukoleze moto. Nikawa naambia mimi kweli siku hizi I don't feel inspired, kwa sababu naona talent zinazokuja ni kama wote, sio kwamba ni wabaya, lakini wote tuna level moja. Why? I think watu wengi wamefocus na kujifunza vitu vinavyoonekana virahisi. Hawaendi kwenye roots. Wengine walikuwa wana fight wakiamini labda Angel tuwapendi anatudogosha nini, lakini ni kweli wakati kipindi sisi tunaanza kucheza kulikuwa kuna challenge nyingi za kupata opportunity ya kwenda kufanya kazi na msanii. Inabidi wewe una talent kweli. Sio connection tu. Ukiacha mtu akujue, lakini unapigiwa simu pale unapokuwa na talent. Lakini siku hizi ukiwa na numbers tu kwa msanii una access nao. Kwa watu wana focus na kujifunza na kufanya mazoezi, wanafocus ngoja nipambanie namba, najua nitafanya kazi na msanii. Watakutumia siku 2-3. Lakini hiyo zamani ilikuwa mnaenda kwenye makampu, unafanya mazoezi na bado utaambiwa hujui. Yaani ilikuwa ni hivyo, lazima mchaka. Lakini siku hizi kidogo social media imefanya vitu vimekuwa virahisi. Ndio maana hata hiyo watu wanachipukia wengi kwa wakati mmoja. Watu wapo ambao wanakuwa wanapata followers, wanaenda viral. Baada ya muda fulani anatokea mwingine
enda viral and that's it. Why? Kwa sababu wana focus na vitu virahisi vya social media ya. Wasanii wa hapa nchini wanaweza kuwa pia wamechangia kuua hii kitu. Naweza kusema tu ni social media. Wasanii sio sana. Social media ndio imechangia. Wasanii wao wana promote nyimbo zao. Lazima atafute mtu ambaye anafanyaje, mwenye followers ambaye atamuongezea kitu fulani. So naweza nikasema sio wasanii, ni social media and watu wanasahau ni vitu gani inabidi waende kujifunze kwenye social media. Wasanii ni mchango mdogo sana. Yaani sio kwa asilimia hiyo kubwa. Nimekuuliza hivyo kwa sababu kuna post yako fulani hivi ulikuwa umecheza ngoma ya nje. Sikumbuki ni nani akasema akacomment pale, ni bora tucheze ngoma za wenzetu wa nje. Kuna mtu alicomment hiyo, bora tujichezee ngoma za nje kwa sababu wasanii wa ndani kama vile kwenye wana mkono mfupi na nini. I think nilionana na hiyo post, mtu alikuwa anasema wasanii wa Tanzania hawa support. I mean, we should stop thinking about them and tuache kuwafikiria wasanii. Wasanii ni wasanii, hawajai kubadilikaga. Miaka yote wasanii ni wasanii. Msanii anajitanguliza yeye kwenye kila kitu. And whether you like it or not, ukiwa unafanya kazi na msanii ukaweka maisha yako yote ukainvest kwenye kwa msanii, lazima atakulet down kwa sababu yeye focus yake ni aende viral, mambo yake yaende vizuri. At the end of the day wewe utakuwa backup dancers. Hawezi kukufikiria wewe tajiri. Hiyo ndio, yani wasanii wote ndio wako hivyo. Yes, kuna wengine wanakuwa ukue, lakini ukishakuwa unajua athari za kuwa umeajiriwa. Haukui zaidi ya yule. It depends. Yaani ni ngumu sana. Ukikua ni lazima utafute mizizi yako mingine. Unakuwa huko unatafuta mizizi yako, lakini eti ukue mpaka outshine msanii, ushaiona wapi? Hawezi kukubali. There is no way. So tupambane. Tuachane na wasanii, tupambane tu. Tutafute matundu yetu mengine. Male dancer gani ambaye anakuvutia sana hapa Bongo? Male dancer. Like watazamaji wanalijua. Kwa ukienda upika kwa namna fulani kama watazamaji gani wanalijua? Ambao wanatuangalia sasa hivi. I don't know. Anajibu analo tayari. No, I can't mention one. Dancer ambaye namkubali sana siku hizi simuoni akicheza, so acha niache. Wapo wengi bwana. Wanajijua. Mimi nikajua utampa shavu mwanao Papi. Jirani. Mimi namwambiaga kawaida tu bwana. Kawaida tu, au sana wala nini. Kwa siku mnaweza mkaongea mara ngapi? Kwa siku mnaweza mkaongea mara ngapi? Tunaongea, kuna siku zinapita tuongei. Tunaongea. Sure. Yeah. Na mshai kukozana ile? Kwani si binadamu, tunakwazana vitu vya kawaida. Kuna namna fulani watu wanafurahia sana kuona duo yenu. Hujui hicho kitu. Kwa hiyo tuendelee. Endelee, nishikilieni hapo hapo. Back to art. Kama mnapenda basi tutawapatia. Kwa sababu nyuma tujai kumwona Angel akiwa karibu na dancer wa kiume kama hivyo kwa Papi. Kweli? Hamna. Walikuwepo lakini ilikuwa kawaida, lakini kwa Papi imezidi. Labda tunakuwa. Hivi ukiangalia hii picha unakumbuka kitu gani? Sorry. Hii hapa ni kopo Disco Toto Njombe, hiyo kipindi hicho naanza kucheza skele huu. Hapa ndo hii Disco Toto Njombe. Na hii hapa ilikuwa kwenye video ya nyonga ya Chenbiz. Mwaka 2000 ngapi? I think mwaka 2016 au 17, haizidi hapo. Lakini hii hapa ni mwaka 2000, nilikuwa form 2. Ilikuwa mwaka 2012 if I'm not mistaken, au 13. Hii Njombe, hii Disco Toto Njombe, kuna sehemu moja inaitwa Club Vegas. Na nilikuwa naenda kucheza muziki. Hapo ulikuwa umetoroka nyumbani au kwa sababu hapo umri ulikuwa bado? Nishachezea vichapo sana na kakaangu. Nimekuonyesha hii picha kwa sababu nimeona una interact sana na vijana wadogo ambao wana hustle. Alafu the way ambavyo ulikuwa unajitoa, nikaona kama vile kabisa unajitoa kutoka moyoni. Unajua unapokuwa na interact na vijana kama hivi, ni kitu gani ambacho unakuwa na feel moyoni unapoona vijana wana hustle na nini? I feel proud. Mimi napenda sana nikiona vijana wana hustle. Mimi kuna jana nilikuwa na conversation na dada yangu, nilikuwa namwambia sijui hata nimefikaje hapa. Because it's like maisha yanakuforce ukue, maisha yanakuforce upambane. Kila siku tunashindwa hata kupata time ya kuonana kwa sababu kila siku niko huko, niko hapa. So nikiona vijana wanaacha kwenda kwenye njia ambayo wanajaribu kufanya kitu fulani, na fly na mimi nipo hapa kwa empower, kwa support na kwa shauri. Sina kikubwa kusema nitawapa pesa au mitaji au nini, lakini mimi nipo, wanahitaji support, ushauri, mimi niko hapa. Yeah. Idi Santos mchokozi sana. Mkwe wangu yule. Mkwe wako? Katika engo gani? Yeye anaelewa. Mkwe? Mkwe.
Hebu tafakari Di Santos mkwe wako. Mimi nilikuwa na mwanangu anaishi pale. Na mwanangu mtoto wangu yani. Sasa mbona kauliza tena unajifungua lini? Sasa mkwe anamtania mama mkwe wake. Swala la tumbo limekuwa mjadala sana siku hizi Angel, tumbo. Wajinga. Ukiona mtu anajadili mwili wa mtu ujue wajinga. Wewe unavyoniona hapo unaona mimi kuna mapungufu nilionayo? Mashallah kabisa. You get what I'm saying. So vitu vya social media unaviacha. Mtu mwingine anakuambia punguza mwili ana kitambi kafu la mashine. Kwa hiyo mimi naachana nao tu. Ni kawaida. Of course nimegain weight lakini hayo ndio maisha. Sio kama ningepungua pia wangesema umepungua. So as long as mimi niko comfortable, I'm happy. Wewe ni binadamu kwa namna moja ama nyingine inakugusa, unaona kama mbona kama hivi. At some point yes, kuna muda vinakugusa ukiona mbona mimi niko sawa lakini mbona watu wananiportray hivi. Lakini inakuwa ni distraction. Hiyo inakuwa tu ni distraction kwenye social media. So mwisho wa siku wewe unajua unafanya nini, unajua you are happy. Ningekuwa nasema nina mwili mbaya afu I'm not happy, hapo ingekuwa shida. Lakini mimi am okay, yani nakula vizuri chips kama nini. Yani hapa na siku 3 mfululizo nakula chips kindizege. Sasa usingepunguza mafuta unajua. Mafuta mimi ndio mwili wangu, mimi sijaikuwa mwembamba. Hiyo watu wakiziona picha zangu za zamani, yani mimi nilikondaga kipindi hicho ambapo maisha yalinipiga. Hapo ndo nilikonda. Sasa hivi inavyotokea ni kwamba nikiwa na stress ndo nanenepa. Napo stress za kazi, sio za mapenzi. Za kazi. Sasa hivi umevuka. Lakini sasa hivi huoni mwili unakaa sawa, niko busy na kazi. Mambo tu yako tu sawa. Bana, swali la kumalizia kwa heshima ya dance. Kuna video ambayo jana ilipostiwa kwenye mtandao wa Instagram ilionyesha mpo wanne, Mwamtobe, alikopo Ashurei, alikopo Mrs Energy na wewe pia. Which of nyewe watu watatu, Ashurei, Mrs Energy na wewe, ni kitu ambacho kilavutia watu wengi sana yani kuwaona nyewe. Umeona? Lakini kuna kitu ambacho kilitengenezeka pale kwamba wewe na Ashurei inaonekana kama vile kuna tofauti. Alafu hata ile video watu kiangalia Ashurei kwa kushoto like kama hakuwa comfortable na nini. Tupe ile yabidi ukamuulize kama tulisalimiana tu kawaida, salamu za kawaida kwa sababu nadhani alipokuja alitukuta sisi. Kwa akatusalimia wote tulivyokuepo pale watatu, akatusalimia tukaendelea na ilikuwa ni kazi, tumeenda Amana Hospital. Basi tukaendelea na mishemishe nyingine. Au entertain hivi vitu vya nyie kugusanishwa nyaya? Sijai kuentertain kitu chochote kwenye social media. Kabisa. Sijawahi. Mimi nadhani naongoza kushindanisha na watu wote. Kila dancer ambaye anachipukia wa kike. Afu fresh tu. Mimi fresh tu. Unakimbizana nao kubwa ujana. Mimi nipo tu, ni sawa, ni kawaida. Kama jina langu linakuepo everywhere and every time means I'm doing something nice. So yeah, me I'm okay. Kwa kumalizia, umetembea nchi tofauti sana. Ni kisanga gani cha uchwara ulishakutana nacho katika nchi ambayo ilikuwa yani changamoto ambayo ilitaka ikukwamishe kufanya kazi? Changamoto ambayo sitaka kunifanyisha kufanya kazi. I'm trying to remember. Unajua mimi ni mtu ambaye naweza nikaishi kwenye mazingira yoyote. Yaani na pia watu ninaofanya nao kazi wananiambiaga hicho. Angel, tunakupenda kwa sababu you can maintain any situation. Kwa sijai kukutana na changamoto nikasema mimi bwana siwezi. Mimi siku zote huaga natafuta solution ya kila kitu. Kuna nchi nishaenda mimi huko Russian, mji nimeenda nani huko baridi sikichizi. Kwanza unapanda ndege 2 unashuka gari masaa 2. Baridi yani ni baridi -20 something. Lakini nikafanya kazi na nikasepa zangu. So mimi kila sehemu nikikutana na changamoto napambana nayo. Sijai kukata tamaa. Baguzi hujai kukutana nao? Na. In fact unakutana tu watu wanakushangaa. Unaenda sehemu unaona huyu ngozi nyeusi katokea wapi? So nika flex, mimi na flex. Naona it's a flex. Unakuwa stable hata kutumia nguvu nyingi. Kwa maana kwa singeli unayoipenda sasa hivi ni ipi? Singeli ya kwangu mwenyewe biti langu. Produced by Cheetah on the mix. Na sasa hivi bado tutatoa muendelezo. Muendelezo lazima ni give them back to back. Unawachapa. Yeah. Thanks for your time Angel. Asante. Kuna kitu ulitaka kuzungumza? No, watu mje class, lakini mje class mlipie. Class ni 10,000 tu. 10,000 tu, karibuni sana. Kila Jumamosi tunafanya hapa Amel Linda. Kama kutakuwa kuna anything, follow page yetu ya Tanzania_dance. Tanzania Dance for more details. Hala, it's your girl Angel Nyigu. You're watching Mikey 360. 360 50. 360. Ya uchwara.